Abdallah. Naam Sefu, habari yako kaka? Bana, namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui upande wako. Bana, mimi namshukuru Mungu uzima upo, sijui huko unaendeleaje Tanga? Tanga buheri shekhe, tupo kwenye kuandaa mashamba. Ndio. Katika hali ya utafutaji ndugu yangu. Haya, niambie kaka. Naam. Nadhani umesikia tamko la waziri bwana Mheshimiwa Paul Makonda kuhusiana na mchakato wa mabadiliko ya Simba Sports Club, akitaka msajili ama wale wanaohusika kukamilisha huo mchakato wafanye inavyowezekana, wahakikishe kwamba Simba wanafikia kile ambacho wanahitaji kukifanya kwa maana mabadiliko. Hili ukiwa kama mwana Simba umelipokeaje ndugu yangu? Kwanza nataka nikukumbushe jambo moja, mimi napenda sana kwenda kwa matukio. Naam. Simba mchakato wao ulikuwa ni mchakato wa muda mrefu. Simba mchakato wao ulikwamishwa na watu wasio na nia njema na Simba. Kwa nini? Simba wakati wanaanza mchakato, unakumbuka BMT alikuwa yuko Kiganja. Wakati wa mchakato wa Simba BMT yuko Kiganja aliwahi kutoa maneno ndio yaliyoonyesha kama alikuwa nyuma yake ana watu wanaomlazimisha kuhakikisha mchakato haukamiliki. Hiyo lugha sio kama utakuwa umenifahamu. Nimekufahamu vizuri gani? Nini maana yangu? Mohamed Dewji mwaka wa 3 wa mchakato anauliza katiba ya Simba iko chini ya Kiganja anamwambia Mohamed kaunde timu yako. Yaani kama umekosa subira kaunde timu yako. Hata sababu ya msingi ya Kiganja kukaa na katiba kwa muda wa miaka 3 haikuwepo. Yaani miaka 3 shehe unafundishwa Qur'ani tukufu kwa mimi Muislamu na unaifahamu juzu 30, miaka 3 unafundishwa. Ndio. Akaamua kukomaa mchakato wa Simba wakati unatoka kwa Kiganja unakwenda BMT na kukumbusha mimi. Alafu tutarudi kwa nini waziri tena ni msifu sana Paulo Makonda katika miaka ambayo nathubutu kumsifu ni mwaka huu. Unaelewa sijui? Naam. Simba kama wanachama tukafundishwa hata kauli ya kusema na serikali na hao wanaojiita BMT. Ndio. Wakisema eti wana nia njema na michezo yetu. Mimi sitaki kuamini hilo. Sisi tuliamua kumpa mwekezaji 51%. Watu wasio na nia njema na Simba ambao wako wengi na makundi makubwa yakajifanya anakuja kutushauri eti kwamba 51% mtakuwa mmeuza klabu. Hivi taasisi yenye mikataba sahihi, taasisi yenye mifumo itauzwa kwa mtu kununua hisa 51%? Hisa ni jambo la kisheria tu ambalo linapangwa. Kwa hiyo Perez ndio ameinunua Real Madrid kwa sababu ana 70% na. Ndio. Tukaanza kudanganywa hivyo, lakini mote tulikuwa tukadanganywa hatakiwi Mohamed Dewji. Yaani nasema kundi la watu waliokuwa katika mamlaka kwa wakati huo walikuwa wakiyafanya haya. Na nakumbuka wakati sisi tunaanza mchakato huku TFF walikuwa mtu mmoja anaitwa Jamali Malinzi, Myanga mzuri sana. Ndio. Maana yake miongoni mwa watu walikuwa na block mchakato wa Simba ni yeye. Wakati huo ndani ya Simba yetu tulikuwa na watu wawili. Hawa jamaa mimi sikuwahi kuelewa toka wamekaa katika Simba hadi wanaondoka, ila niliwaheshimu sababu walikuwa ni viongozi wetu. Tulikuwa na Evans Yaveva, tukawa na Nyange Kaburu, mtoto wa mjini. Yaani unajua kabisa huyu mtoto wa mjini. Umenielewa vizuri? Ndio. Hapo ndipo mchakato wa Simba ulipoanza kuhamishwa, watu hawajui. Hivi vitu vingine hivi vilikuja mbio baada ya watu ambao hawalikuwa hawafahamu mpira wakaingia kwenye madaraka. Wao sasa wakawa wanataka haki. Yaani wao mpira hawajui wala nini. Nazungumza hayati JPM, umenielewa? Ndio. Na hawa kina Paulo Makonda ambao wana nia ya dhati na mchakato huu kwa Simba. Huu mchakato wa Simba FCC wamekuwa waongo, hawafai na watu wa hovyo sijawahi kuona katika ulimwengu. FCC katika mchakato wa Simba huu waliwahi kuulizwa bungeni mchakato wa Simba unakwamia wapi, hawasemi. Unaona wakafika kuna kipindi wakasema mchakato wa Simba umeisha na tumekabidhi. Yaani wakatugungusha tunatoka miongoni mwa FCC. Yaani wako watu ambao hawana nia njema na wana madaraka na tunafahamu ni mashabiki wa Yanga. Wao ndio ambao wanakwamisha huu mchakato wa Simba. Wamo kwa hao wasajili, umenielewa? Wamo wengine wana mamlaka ya uwaziri na watu wengine. Inafahamika, tutaki kutajana majina kwa sababu unakuwa kama uchochezi. Lakini tusiache kusema kwamba tunafahamu wako watu ambao wanakwamisha mchakato wa Simba kwa vile wanatamani kuiona timu yao ya ujanja ikifanikiwa zaidi ya Simba. Namna gani ya
kuhamisha Simba hii haya mabadiliko ya Simba mnahitaji kwa Kiingereza ya mabadiliko? Transformation mnaita nyinyi Waingereza ni transformation. Waingereza sisi tumechukua. Naam. Ni kuhakikisha transformation isitimie. Maana yake ukitimiza transformation unamruhusu sasa mwekezaji kwenda kutumia mabilioni ya fedha ili ajue namna gani anayatafuta, kwa sababu iko sheria nyuma ambayo itakuwa imempa mguu wa kwanza kuingia na mguu wa pili. Anakuwa miongoni mwa watu ambao sasa wanafanya majambo. Sasa haitakiwi nyinyi mfanye hivyo, kwa sababu mkifanya hivyo hii timu ya ujanja mtakuwa mmeitangulia, na ndio timu yao wao, umeelewa vizuri? Na ndio mipango yao mingi ambayo ipo katika hiyo timu yao ya ujanja. Sasa ikakomishwa transformation ya Simba. Huwezi kunidanganya taasisi ndogo eti kama ya Simba. Mimi niite taasisi ndogo eti transformation yake inahitaji miaka 10 ndio ikamilike. Na ni muda mrefu kweli Sefu. Shekhe, kama ni hivyo tukubaliane, kama ni hivyo mimi nitathubutu kusema basi hatuna watu weredi, yani kama miongoni mwa watu ambao sio wasomi na sio weredi basi ni Watanzania, wao ndo namba moja. Kikatiba cha Simba nikiite kikatiba cha Simba, maana yangu kwa maguvu na mamlaka ya watu, ile katiba ya Simba kwa kama kikatiba. Umenielewa vizuri? Ndio. Kuna sheria zipi ngumu katika katiba ya Simba izuie transformation? Nani Abdallah? Naam. Vitu vya ajabu kabisa kuwahi kutokea. Alafu haya majitu yamevaa masuti na nini eti yanajiita wasomi. Eti hawa watu wanajiita watu wenye maarifa. Mnatoa wapi usomi na maarifa baada kama mnafanya vitu vya ovyo kiasi hiki? Sasa Wizara ya Michezo ilimhitaji mtu kama Makonda. Kwanza kuondoa unafiki wa uyanga katika serikali. Unajua ukweli usiofichika, hatufanyi si uchochezi. Sisi tunazungumza ukweli usiofichika. Hawa watu hata mtaani wanatuambia sisi ndo serikali. Wao wenyewe kuwasikia Yanga wanasema hivi. Wameshazungumza kuna nyakati. Ndio. Hicho kisemaji chao kisichojua kuzungumza, umenielewa vizuri? Hao watu wengine wote wanajinasibu sisi ndio serikali. Sasa sisi ndio serikali, kumbe kulihitajika mtu sasa mwenye akili mbaya kama Paulo Makonda, mwanaume mwenye uwezo wa kufanya maamuzi mazito. Twende niletee majibu ya hili. Tuletee ujanja bwana. Sefu, katika hiki ambacho amekizungumza leo Mheshimiwa Paul Makonda, wapo baadhi ya watu wanasema ya kwamba ni kama serikali imeingilia mamlaka za mpira, ya kwamba serikali inatoa maamuzi ya kufanyika mambo kwenye timu ya mpira, na ni jambo ambalo lipo kinyume na sheria. Kuna ukweli wote kwamba labda kwenye hii kauli ya kimaamuzi ambayo wameitoa kuitaka kumtaka msajili akae chini aweze kulimaliza hili swala, ni ameingilia kweli maamuzi ya kimpira? Kwani Dr. Samia Suluhu Hassan alipotuambia tucheze dabi aliingilia mamlaka ya mpira? Hapana. Nani waziri wa michezo wakati ule alikuwa Alson Mwakiembe alipotuambia Simba tusitoe 51%, tutoe 50%, akageuka akasema tutoe 49%, aliingilia mamlaka ya mpira? Abdallah. Naam. Swali langu umelisikia? Nimekusikia vizuri. Mwakiembe alipotuambia 50 azisiwe 51, tuweke 50 tukamkubalia, aliingilia mamlaka? Na hapana. Alipotoka kwenye 50 kuturudisha 49, aliingilia mamlaka? Na hapana. Sasa hatuwezi kujibu wajinga. Huyo yoyote anathubutu kusema hivyo, haijalishi ana mamlaka gani na cheo gani, ni mjinga. Umenielewa sijui? Nimekupata vizuri ndugu yangu. Yaani yoyote aliyesema hivyo kwa serikali imeingilia, huyo ndo katika wajinga, tena huyo ndo anawashikia bendera wajinga wenzie. Yaani huyo ndo hajijui kwa hajui. Yaani waziri ndio kuambia watu kabisa tena yeye lipo kwenye mamlaka yake. Sasa huyo hivi kweli mimi sijamsikia bwana, hebu nidokeze kwa sababu mingi mijitu ya Yanga wakati ni katika kufuatilia mara baada ya Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Makonda akitolea kama tathmini na kuomba wenye mamlaka husika walifanyie uharaka swala hili. Wapo baadhi walikuwa wakitoa maoni kama hayo, lakini kwa upande wangu nitaka kufahamu kutoka kwako. Ni mashabiki tu ama wadau wa mpira? Achana na majitu ya hovyo hayo ambayo hayana uwezo hata wa kujieleza. Umenielewa vizuri? Ndio. Achana nao. Sikiliza Abdallah, wewe katika kituo chako hicho cha televisheni
Ndio. Mimi ningeomba kiwe kituo cha elimu. Yaani kila siku nakwambia Abdallah. Na ndio maana nimekuuliza ili kupata ufahamu kutoka kwako kwa wewe mwana Simba pia. Unalichukulia kwa upande huo? Kama kuna shabiki yoyote au influencer yoyote, mimi nawazungumzia ndo wanakimbiliaga maiki, wengine ambao hawajui hata cha kuzungumza ni nini. Ndio. Katika jambo ambalo liko kwenye haki na mamlaka ya serikali ni hilo. Hasa watu wamekuwa hawana uelewa kiasi gani. Juzi hapa kuna watu wamesema serikali iingilie kati mchakato wa Mo aondoke. Juzi hapa kuna vijitu viliweka lesi ya kihuni matapeli fulani, si ndio? Ndio. Hasa walitaka serikali ingeingilia nini? Kwani serikali imeomba Simba ipewe pointi 3? Serikali ndio imemwajiri yule alisimamishwa Makonda, ndio bosi. Wizara yake ni wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Amemwamrisha msajili yule ni msajili wa vyama vya siasa. Na hapana. Hakikisha mchakato wa Simba huu unamalizika. Makonda sio mjinga, kwa Makonda mpaka anaonyesha kidogo. Paulo Makonda anao weledi mkubwa na anajua wapi kulipokwamishwa. Na Paulo anasema mimi napigiwa simu mara kwa mara. Ni kweli watu wanapaswa kumpigia simu kwa sababu anajua yeye ndio mwenye mamlaka hayo. Sasa ili tuone ana mamlaka, sasa atoke mtu mwingine kumwambia Paulo Makonda tunakuzuia lisifanyike, ili tujue ni nani ambaye anahujumu jambo likamilike. Fanya vitu shekhe hadi kupata katika ulimwengu wa kawaida. Unielewa? Ndio. Mimi nataka nikuhakikishie kwa 100%. Nataka nikuhakikishie kwa 100%. Ukiacha wale watu waliozaliwa ambao Mungu amewapa nusura kwa sababu wamezaliwa na wanaufahamu na nini, kwanza wana asilimia ndogo katika mpira. Ukiacha hao wanaotufitini kwa maana ya viongozi tunawafahamu, yani mimi sitaki kutaja mtu jina. Sasa vitu hivyo sivitaki kwenye maisha yangu. Lakini wenyewe wanajijua. Umeelewa sijui? Ndio. Tukirudi kwa hawa viongozi ambao wanatuhujumu, ukiwaacha, ukitafuta namba za hesabu ya watu wengi wa Yanga, sijasema wote, wana vision ndogo sana, hawana uwezo wa kuona hata mbele. Hao ndo watakaolalamika kuona kama Makonda kafanya kosa. Makonda amekuwa shujaa katika jambo hili na akilikamilisha kwa mara ya kwanza. Mimi nitakwambia nichapishe t-shirt yenye sura ya Paulo Makonda niivae. Hapo mimi nitamuita shujaa. Ndio. Kwa sababu watakuwa wamekwenda kufanya jambo ambalo watu walikuwa wanadumaza, watu wanaleta uhuni, nyinyi mnaleta uhuni hauna hata msingi bwana. Na labda kwa kuweka sawa, naam. Mnaacha haki ya kimpira. Mnaacha mpira uende mbele. Nyinyi mnakwenda kwa block Simba. Kama unayo maarifa ya kisawasawa, mpe Simba mchakato umalizike. Alafu wao unawapenda na wapeleke kwenye mchakato. Sababu wao unawapenda wanapelekwa kwenye wizi. Kama kweli wewe una nia tu ungewaambia. Wewe mtu anaenda kuwadanganya, anakwenda kutengeneza uwanja wa kisasa wenye thamani ya bilioni 300 wakati timu yenyewe